Online TV. Fupi wameamua kuwa madalali wa kisiasa. Wameamua kuwa madalali wa kisiasa na wanasema hivi, tangu enzi za Yesu Kristo Mnazareti, usaliti wowote wa hali ya juu lazima uhusishe vipande 30 vya fedha. Yesu mwenyewe watu walipewa mzigo. Sio kweli kwamba wanachama na viongozi tuliokuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa ndani ya chama hivi sasa. Na niwaambie jambo moja tu ndugu zetu. Chadema ni taasisi. Ni chama cha siasa. Na tuna utaratibu wa kujiongoza. Tuna katiba yetu hii. Hii katiba yetu ndio inatupa mwongozo mwanachama na mwanachama washirikiane kwa namna gani. Ni katiba hii ndio inatuelekeza mwanachama na kiongozi washirikiane kwa namna gani. Sisi sio kikundi cha urafiki na ushosti. Tuna utaratibu wa namna ya kushirikiana, tuna utaratibu wa namna ya kushirikishana, na katiba hii inasema nani ashirikishwe wapi, wakati gani na kwenye jambo gani. Sasa wenzetu wanapotoka kusema kwamba hatushirikishwi, tunabaguliwa. Na nyinyi ndugu waandishi wa habari, mtusaidie kuwauliza. Wanabaguliwa wapi? Wanabaguliwa katika nini? Sio waache tu hewani kwamba tunabaguliwa, hatupendwi. Hapana. Kwa sababu kwa mantiki inaeleza hapo kwamba ni katiba ndio inatuonyesha namna gani tushirikiane. Kwa hiyo lazima wanaotoka tujue. Na sijaona hata mmoja kati waliotoka kwamba anaweza kuwa na ushahidi kwamba amebaguliwa kwa namna gani. Nitawapa na mifano ili muamini na mimi kwamba hiki wanachosema sio kweli. Wana sababu nyingine inayowafanya wafanye haya. Katika wale walioama, wale viongozi waliokuwa viongozi wa sekretarieti yetu, wenye mradi wenyewe, na mninukuu vyema, wenye mradi wenyewe, waliondoka baadhi yao waliteuliwa tena na uongozi huu ulioingia madarakani kuweza kuwa viongozi. Julius Mwita alikuwa katibu wa sekretarieti ya awamu ya uongozi uliopita, na sekretarieti mpya iliyoingia madarakani ilimpendekeza tena kuendelea kuwa katibu wa sekretarieti. Kathleen Luge alikuwepo kwenye sekretarieti iliyopita. Na uongozi mpya huu ambao wanasema unawabagua ukamteua tena kuwa mkuu wa idara ya jinsia. Kwa hiyo mpaka hapo tu kwamba hoja zao kwamba wametengwa, wamebaguliwa, hawashirikishwi katika shughuli za chama haina mashiko. Ni uongo. Kwa sababu ingalikuwa kweli, sekretarieti isingewapendekeza na kamati kuu kwenda kuwathibitisha na wakaingia ofisini. Labda waje watuambie Mwita na Kathleen kwamba sekretarieti ilikaa vikao hawakuitwa, waje na ushahidi. Lakini sisi wanachama tunajua kwamba vikao vyote vya sekretarieti walishirikishwa, walishiriki Mwita akiwa katibu, na walikuwa ofisini kila siku wakifanya majukumu yao katika makao makuu yetu ya chama aliyoko Mikocheni. Lakini jambo lingine, wale viongozi wengine kwa maana ya manaibu wale hawakuteuliwa tena. Kama hawakuteuliwa maana yake hawakuwa na nafasi yoyote, walikuwa ni wanachama wa kawaida mpaka wanaondoka. Sekretarieti ya chama ndio ina wajibu wa kuandaa ajenda na kupeleka kamati kuu. Kwa hiyo kwanza tuelewane hapo. Hawa viongozi waliojiuzuru, waliokuwa wajumbe wa sekretarieti, wao ndio walioshiriki kuipika ajenda ya no reform no election. Wakaipeleka kamati kuu, wakaishawishi kamati kuu, kamati kuu ikaridhia. Kamati kuu ikaichukua ajenda ikaipeleka baraza kuu. Baraza kuu la chama likaipitisha. Baraza kuu la chama likaandaa ajenda ikaipeleka mkutano mkuu wa chama ulioketi mwaka huu mwezi wa kwanza pale Mlimani City. Mkutano mkuu wa chama, chombo cha mwisho kabisa cha juu cha maamuzi, tuliridhia kama wanachama kwa sauti moja kwenda na ajenda ya no reform no election. Kwa hiyo leo kutoka, kwa maana wametoka madarakani, kwanza kugeuka
Hii agenda no reform no election inaonyesha wazi kabisa kwamba watu hawa hawana nia njema na chama chetu, kwa sababu wao ndio walioiandaa hii agenda. Kama kuijua vizuri agenda no reform no election, wao wanaijua vizuri, kwa maana ndio waasisi katika secretariat iliyopita. Lakini kama tukiamua basi, maana wameanza kubadilika. Mwanzoni walikuwa wanaita kwamba, walikuwa wanasema ni agenda isiyo na mpango wa utekelezaji, mara wanakuja wanaita kauli mbiu. Basi tukiamua, hebu kufikiri kama wao kwamba eti ni agenda ambayo ilipitishwa pasipokuwa na mkakati. Tuamua kufikiri kiwenda wazimu kama wao kwamba tukubali hilo. Basi naomba niseme kabisa ya kwamba uongozi mpya ulioingia madarakani ulifanya sahihi kabisa kuwafukuza wale wajumbe wa secretariat kwa kutowateua tena, kwa sababu walifeli kutekeleza majukumu yao, kwa sababu walitudanganya wanachama ya kwamba twende na no reform no election wakiwa hawajapanga mkakati. Kwa hiyo walifaa kabisa kutoteuliwa tena, kama hiko ndicho wanachojaribu kutuambia. Lakini ukiacha agenda hiyo, kuna kitu kingine nacho pia wanakisema sana kuhusiana kwamba hawasikilizwi wanapotoa ushauri, na wanarejea walaka wao ule maarufu uliojulikana kama walaka wa G55. Nimetangulia kusema hawa viongozi wa secretariat ndio walioandaa hii agenda, na wengi wao ni sehemu ya hao 55. Kwa hiyo walikuwa na uwanja mzuri kabisa wa kushauri secretariat ya chama, ya kushauri kamati kuu ya chama, kabla hawajafanya maamuzi zaidi, kama kweli walikuwa na nia njema ya kushauri, na sio kutoka nje kwa maana hawajateuliwa wanaungana na wahuni kuanza kushauri. Na niseme hivi, naomba ikae sawa sawa tu. Jamani, ushauri sio maelekezo. Ushauri sio maelekezo. Sasa ukitaka kugundua kwamba hawa watu wanania hofu, ni kwa nini kikundi cha watu wachache, watu wapatao 55, wamekuwa wakishinikiza sana viongozi wetu wakuu waliochaguliwa waweze kutengua maazimio ya vikao vya juu kabisa vya chama, ili hali wao wenyewe wakijua kabisa endapo viongozi wetu waliochaguliwa wakifanya hivyo watakuwa wamevunja katiba, kwa sababu ngazi pekee inayoweza kutengua maamuzi ya mkutano mkuu wa chama ni mkutano mkuu wenyewe. Hakuna ngazi nyingine inaweza kuyatengua. Kwa hiyo wao kuwashinikiza viongozi wetu kwamba waweze kutengua maazimio ya mkutano mkuu, inaonyesha wazi kabisa hawa watu wanania hofu na chama chetu, na wanania hofu na viongozi wetu wapya walioingia madarakani, na sisi tutawapinga hadharani kama ambavyo wao wanafanya njama zao ovu hadharani. Sasa nimalizie kwa kusema hivi, ndugu wanachama wenzangu, kinachoendelea sasa hivi, huu ni mradi, ni project ya mfumo katika kuhakikisha kwamba inaigawa Chadema ili iweze kuwa dhaifu, isiweze kupambana na CCM. Na wametumia uchaguzi wetu wa ndani ya chama kama mlango wa kuingilia, kuwashawishi wale wachache walioshindwa, ili waweze kuwashawishi wanachama waweze kukiama chama. Na ninasema ya kwamba ni mradi, kwa sababu hata mimi hao viongozi wakuu niliotangulia kusema wenye mradi wao, wenye mradi sio wanachama huku chini wanaohama. Wenye mradi ni wale wakuu wa pale juu walioondoka siku ya kwanza. Walinifikia na mimi, walinifikia kwa maana wakiamini mimi ni mwenzao, tulikuwa timu moja wakati wa uchaguzi wa Mheshimiwa Mbowe. Wamenifikia kunishawishi kuweza kuhama chama, na mpango wao wamenishirikisha, na tutaweka wazi, hatuna cha kuogopa. Maana wanachama tunajua, hii tunaongea na nyinyi wananchi, wanachama tunajua ya kwamba wanaelekea Chauma, na wameahidiwa ya kwamba wataachiwa baadhi ya majimbo yapatayo 30. Wameahidiwa kupatikana kwa viti maalum. Hivyo na mimi walikuwa wananishawishi kwamba niende nitapata viti maalum.
wameahidiwa fedha kwa ajili ya kufanya kampeni milioni 100 mpaka milioni 200 kila jimbo, na lengo lao ni kusimamisha walau wagombea katika majimbo 100 ili kuisaidia CCM na watawala kuweza kuhalalisha ya kwamba kutakuwa na uchaguzi wa ushindani wa vyama vingi endapo Chadema hatutaingia. Kwa maana tumesema hatutaenda kwenye uchaguzi wa namna hii na hakutakuwa na uchaguzi. Kwa hiyo mwawezesha magari na watawawezesha fedha. Wakiisha maliza hii move ya kuhama, itakayofuata ni hawa ambao wamehamia Chauma kutoka kwetu kuanza kupita mikoani wakizidi kushawishi na kukitangaza chama ambacho wamejiunga nacho. Kwa hiyo mpango huko hivyo. Na hawajanishirikisha mimi peke yake, wameshirikisha viongozi wengi. Wamewafuata watu wengi sana ambao tulikuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Watu wamekataa tu. Ndio maana naona wanaondoka kwa vikundi vidogo vidogo. Wamefuata watu wengi sana. Kwa hiyo hayo tunayajua na ushahidi tunao, na kama wakibisha tutauweka hadharani. Tumetunza risiti, ni mradi na lengo kubwa ni kuhakikisha wanaihafifisha Chadema. G55 ambao sasa hivi ni plus, yani hawako 55, wako zaidi ya 55. Hata wakienda chama kingine chochote, wanaenda kushinda kwa utaratibu gani? Yani wanaendaje kushinda huu uchaguzi? Yani mfano leo mathalani, sisemi wanaenda Chauma, sisemi wanaenda ACT. Tuashumu wanaenda moja kati ya vyama vya siasa vingine ambao vimekidhi vigezo. Wanaenda kushinda vipi? Na kwa nini walishindwa kushinda Chadema? 2019 serikali za mitaa, 2020, 2024. Huku wameshindwaje? Alafu huko kwenye chama kingine wanaenda kushinda. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaojua siasa ni nini, utajua kabisa hapo kuna kazi inayofanyika, kuna mradi unaoendelea wa kuonyesha kwamba serikali imeshiriki uchaguzi na watu wengine, kitu ambacho ni kiini macho. Kwa hiyo wanaenda kutumika kuisaidia CCM kuendelea kuwaumiza Watanzania. Obviously lazima tu watakuwa wamefikia negotiation pengine za kupewa baadhi ya majimbo. Kwa sababu kwa mazingira ya kawaida hawa watu hawawezi kushinda. Na kama wanasema watashinda, watuambie kwa nini 2020 hawakushinda wakiwa Chadema. Hatuoni sababu ya kufanya huu uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo hawa wenzetu, na nyinyi kama mmenisikiliza na mnafuatilia, mmenisikiliza vizuri, mkija kufuatilia kwa kina mtagundua no reform no election imekuwa ni mzigo mzito sana kwa wenzetu. Wao wanafikiri wana haki ya kulinda ndoto zao za watu wachache, lakini ndoto za mamia maelfu ya Watanzania zikapotee. Kwa sababu kwa uchaguzi wa aina hii ambao tumekuwa tukifanya 2019, tumefanya 2020, tumefanya 2024, hakuna jambo jipya litakalopatikana kwenye hizo chaguzi zinazofuata. Elizabeth Eben Mambosho ni katibu wa wilaya ya Chadema kichama. Nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu ambao ulifanya uchaguzi mwaka huu pale mwezi wa kwanza, ambao ulikuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia kuliko chaguzi zote ambazo zimewahi kufanyika ndani ya nchi yetu, na huenda ikawa hata ni kwa East Africa. Mimi nilikuwa timu Mbowe, na nyie waandishi wa habari mtakuwa mnakumbuka vizuri sana. Nilikuwa ni yule timu Mbowe kufa kupona. Nilifanya wajibu wangu kama mjumbe, kwa sababu katika chaguzi zote kama ambavyo wamesema wenzangu, lazima kuwe na pande mbili. Unapokuwa kwenye uchaguzi alafu mtu mwingine anasema yuko neutral, huyo mtu sisi tunamuita ni mnafiki. Katika chaguzi zote lazima kuwe na pande mbili, lazima uchague upande. Na mimi nilitumia haki yangu ya kikatiba nikachagua kuwa upande wa Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Tumeshiriki uchaguzi, yaliyofanyika kwenye kampeni yamefanyika, wajumbe wamepiga kura zao, mshindi amepatikana. Alipatikana Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Matokeo yalikuwa magumu sana, yaliuma. Mimi nilitokea mlango wa nyuma nikaenda kulala. No election ni miongoni mwa sababu iliyofanya wenzetu waamue kufikia maamuzi hayo.
Lakini wanapaswa kuelewa Tundu Antipas Lissu ni mtu mwenye misimamo. Na siasa za sasa hivi za upinzani zinahitaji mambo makubwa mawili kwa mtu anayegombea au anayejiita kiongozi. Moja, uadilifu; mbili, uaminifu. Kwa sababu watu wapo, pesa zipo, watu watakuchangia, watu watajitokeza, wanakuamini. Wewe ni mwadilifu? Wote hapa mnamfahamu Tundu Antipas Lissu. Ni mwanadamu, ana mapungufu, lakini kwenye eneo hili la upinzani amepimwa, akapimika, akakamilika. The same tu makamu mwenyekiti John Heche, mmemuona huko kwenye ziara. Hana muda wa kunegotiate, kwa sababu kama ni swala la kukaa na kukubaliana, tufikirie kwamba hizo tume zote zilizokuwepo kwa ajili ya kuleta mapendekezo, kwa ajili ya kuona namna gani tunaweza kupata uchaguzi huru na wa haki, hayo walioyasema mpaka leo hawajayafanyia kazi. Shida ni muda, shida ni utayari. Tuseme shida ni muda. Okay. 2015 mpaka sasa hivi ni miaka 10. Bado serikali ndani ya miaka 10 wanashindwa kufanya reforms. Yaani inawezekanaje mimi ni mgombea, wewe ni mgombea, alafu wakala wangu ambaye ananiwakilisha mimi ndo natakiwa nimtambue, sio wewe? Kwa nini tunakuwa binafsi? Kinachoendelea sasa hivi ni ubinafsi. Kuna watu waliamini wao wanapaswa kuwa viongozi wa Chadema miaka yote. Kuna watu walijimilikisha hiki chama. Waliamini wao wataendelea kuwa manaibu, makatibu. Waliamini wao wataendelea kuwa wajumbe wa secretariat. Waliamini wao ndio wanaopaswa kuandaliwa viti, kupigiwa saluti na kila namna ya heshima, lakini hawataki kuheshimu wenzao. Huu ni ubinafsi. Ni ubinafsi wa hali ya juu. Wanasema kwamba wanabaguliwa. Wenzangu wameongelea swala la kubaguliwa. Mimi nimezunguka kwenye ziara ya no reform no election kanda mbili. Nimeenda kanda ya Nyasa, nimeenda kanda ya Kusini. Na wengine walikuwa wanahoji ninaenda kama nani. Ngoja leo niwajibu. Ilipotangazwa ziara, mimi niliomba. Kwa sababu mimi ni mwana Chadema, mimi ninaipenda Chadema, niko Chadema kwa sababu ninataka kupambania haki ya Watanzania, niliomba. Na niliomba kushiriki ziara bila malipo, bila kugharamiwa chochote na chama. Nilichoomba mimi ni lifti tu kwenye gari. Gharama zingine zozote nilijigharamia mwenyewe. Nilijilipia malazi, nilijilipia chakula, na chochote kilichokuwa kinahitajika katika ziara nilijigharamia mwenyewe. Huyo aliyeomba kushiriki ziara kama mimi akazuiwa ni nani? Ni nani aliomba naomba nishiriki ziara, alafu magari yakaondoka matupu, yakamwambia kwa sababu ulikuwa Timboe hakuna kwenda? Ni nani? Ni nani? Hakuna. Wanaposema kwamba wanatengwa ni watu wanaochonga kinyago alafu kinawatisha wenyewe. Yaani mtu anajitenga alafu anaanza kusema nimetengwa. Anaeneza chuki alafu anaanza kusema nimechukiwa. Hawa watu wanachonga vinyago alafu vinaanza kuwatisha wenyewe. Mimi nimekuwa Timboe wakati wa kampeni, sijawahi kutukanwa matusi kama niliotukanwa baada ya kuamua kufanya kazi na chama. Nimetukanwa mpaka matusi mapya. Yaani unatukanwa tusi mpaka unaenda kuligugo. Watu wanatukana. Unaweza nimekosea nini? Umeenda kwenye kujenga chama. Kwani sisi ni nani? Sisi ni Chadema ama tumeshabadilisha jina? Sasa unashangaa kabisa. Hawa watu ni watu wa namna gani? Nimsikia Mheshimiwa Kigaira, bado namuita mheshimiwa huyu mzee, anasema eti wamehama kwa sababu chama hakijawapa mikakati ya namna watakavyozuia huo uchaguzi. Lakini Odemba mtu hatari sana, akamuuliza, nyie mbona mlipitisha hii no reform no election lakini mlishiriki uchaguzi wa 2024 na mkafanyiwa uhuni? Anasema walipoona wao hawana mikakati
waliamua kufanya nini? Kushiriki hivyo hivyo. Hebu fikirieni huyu mtu ni muflisi wa fikra kiasi gani. Yaani yeye amekuwa kwenye hiki chama miaka 20. Ametupeleka kwenye chaguzi, kwenye hiki chama chaguzi zaidi ya 3. Hana mkakati, hana mbinu. Lakini Watanzania wamemkopesha imani. Leo anahoji mkakati kwa uongozi ulioingia madarakani hauna miezi 3. Mwenyekiti yuko gerezani, no reform no election zinaendelea huko mikoani. Anahoji hiyo mikakati, anakosa imani kiasi cha kuhama chama miezi 3. Wakati wa Tanzania wamemkopesha yeye imani miaka 20. Anatupeleka kwenye uchaguzi, tunapigwa, tunanyang'anywa. Watanzania wanamwambia usijali baba, tuko pamoja, tunaanza upya. Anatupeleka kwenye uchaguzi, CCM wanatunyang'anya. Anamwambia sasa hivi tutakuwa na mkakati mpya. Tukifika kwenye uchaguzi, hana mkakati. Anatupeleka tena kwenye uchaguzi ule ule. Chaguzi 3, tunapigwa, tunanyang'anywa. Hata tukishinda hatutangazwi. Chini ya uongozi wake. Leo anasema tutumie mbinu zile zile za kwake. Viongozi wanamwambia hizo tumezitumia sana, hazijaleta majibu, tutumie hii mpya. Miezi 3 anashindwa kuwapa imani viongozi. Huyu mtu ni binafsi kiasi gani? Ubinafsi wa ajabu. Binafsi wa ajabu kabisa. Katika kipindi hichi Chadema inaungwa mkono na taasisi mbalimbali. Ndani ya miezi 3 tunaungwa mkono na taasisi za kidini, tunaungwa mkono na mashirika ya haki za binadamu. Tumeona mpaka Amnesty wamekuja hapa. Bunge la Ulaya linajadili masuala ya haki za binadamu ya Tanzania. Lakini mtu tuliyekuwa naye hapa, tunayeteseka naye, yeye anaona hata pamoja na hayo haiwezekani. Huyu mtu ni binafsi kiasi gani? Wakati tuko katika mambo haya, Patrick Tima anavamiwa, anapigwa. Yuko katika hali mbaya hospitali. Tukiwa tunaongelea mambo haya, Mdude hatujui yuko wapi. Amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni polisi. Alafu mtu ambaye tumemwamini miaka yote, mimi tangu nikiwa binti, mimi sijaikuwa chama kingine, leo anatuambia twendeni hivyo hivyo, tukauawe tena. Hawa watu kama sio walikuwa wanatuuza, maana yake ni nini? Ni duka limefungwa. Hapa palikuwa pana biashara ya watu, imefungwa. Biashara imefungwa bwana. Haiwezekani. Ulikuwa ndio wakati wa kukaa pembeni, uanze kuwapa mbinu walioko kwenye kiti. Uambia njia hiyo tulifeli, lakini ukipita hivi tunatoboa. Hiyo tulijaribugi, lakini ikashindikana, tufanyeni hii. Lakini yeye anaona ni wakati wa kwenda Chauma. Hiyo Chauma hakuiona miaka 20 iliyopita. Hiyo Chauma imeanzishwa jana. Ina wanachama wapya kutoka mbinguni. Sasa kama ubunge unatolewa na wananchi, chama chenye wapiga kura wengi ni kipi? Ni watu waliozoea mapatano, waliozoea mapendano kama anavyosema Mheshimiwa Lissu. Hawawezi kuyaacha. Sasa hivi wanafanya mapendano na CCM. Na wananchi wa sasa hivi sio wajinga. Teknolojia inatusaidia. Wanapoongea leo, tunapata dakika hiyo hiyo walichokiongea mwaka jana. Tunawaona jinsi ambavyo ni watu wenye ndimi mbili. Kigaira alisimama Arusha akasema kama hakuna reforms, hakuna uchaguzi. Leo anabadilisha, anasema nilisema kama hakuna reform tutaenda hivyo hivyo kwenye uchaguzi. Unapokuwa mtu mzima tunategemea uwe na hekima. Tunategemea tujifunze hekima kwa watu wazima, lakini kumbe hata wahuni bwana wanazeeka. Umeona? Hata wahuni wanazeeka. Watu wanasema hawapendwi. Mambo ya ajabu sana bwana. Mtu anasema eti yuko kwenye chama cha upinzani ambacho kirungu ni dakika yoyote, kutekwa ni dakika yoyote. Polisi wanaweza wakaja muda wowote kwenye biashara yako. Unaweza TRA wakakubambikia kodi muda wowote. Eti mtu anahubiri kupendwa. Upendwe na nani rafiki yangu? Uko Chadema. Nani akupende? Nani akupende? Polisi. Akupende CCM.
upendwe na nani? KM Online TV.